ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. Plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Ouais, bienvenue tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je m'appelle Nelson. Aujourd'hui c'est le 20 février en 2026, je vais vous donner l'information totale jusqu'à là, 7h le matin. Aujourd'hui, tout le monde, vous avez participé, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, s'il vous plaît, vous pouvez continuer, partager, share partout, vous avez continué pour les garder, tu peux inviter tout le monde, peuple, vous avez invité votre ami, vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je suis là à Walikale, c'est le 7h du matin pendant aujourd'hui. Nashukuru sana mashabiki zangu kwa pamoja na mimi ama sio, na kwa lugha ya Kiswahili ndio kuwapasha habari zifuatazo kwa mada ya hali yetu ya leo na kuja kuwapeleka katika eneo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuja kueleza kila sehemu yoyote, inabidi kwanza endelea kufanya subscribe, like, comment kila mara ukiwa unatufuatilia mara kwa mara, utaendelea kutufuatilia vipindi vyetu kila mchana kama usiku. Hii ni muda wetu wa saa moja kamili na kuja kuwapasha habari ifuatazo ndani ya media Bukavu tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026. Ili ni habari kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ama kutokea eneo ya Walikale. Na kwa sasa nakuja kuwaletea vipengele vyetu ama nikuja kuwafungulia kurasa zetu katika eneo yoyote kuendelea kwa mapambano. Ngoja niwapeleke katika eneo ya milima, sehemu tofauti mapambano yanaendelea kuzuka mara kwa mara. Kabla nikuja kuwapeleka tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 muda wa saa 7 kamili tunawapeleka katika eneo ya Uvira, sehemu ya Minembwe. FARDC pamoja na wazalendo waendelea kuelekea katika eneo ya Kalingi na katika eneo ya Elenge na sehemu ya Mikenge, waendelea kushambulia wanajeshi wa hasi wa M23 na wanajeshi Twirwaneho na wanajeshi Ngumino katika milima ya Minembwe hapo juu. Na kwa sasa wanajeshi wa FARDC muda wa saa 10 pamoja ilikuwa tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 walituma drone mbili pamoja na ndege za kijeshi zikienda kushambulia wakaaji katika eneo ya hapo Minembwe. Lakini hatua bado hapo, hizo drone ziliendelea kufilisisha wanajeshi wa eneo hiyo hapo Minembwe, na kwa kweli ikaendelea kuleta msukosuko katika milima hiyo ya Minembwe. Katika viongozi vya chama vya wazalendo anaitwa Rolenso Kanyuki amezungumza maneno ya mzito sana kusema tayari hatua wanajeshi wa FARDC wanaendelea kuwashambulia, ilikuwa hatua walikuwa na mazungumzo kusema hakuna mwenye ataendelea kushambulia wengine. Amezungumza kwa ukali zaidi akasema hizi ndege za drone zinaendelea kutembea katika milima za Minembwe, Mikenge, Kalingi na katika eneo ya Lenge, inaendelea kutikisisha wakahaji katika milima hizo. Na amesema katika na kinyongo kubwa zaidi, anasema hatua wanajeshi wa FARDC wanaendelea kuwashambulia na inabidi nao waanze kushambulia sasa katika eneo hilo. Na hatua viongozi vya chama vya government ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wao wanasema tayari hawawezi kuacha mashambulizi, wataendelea kushambulia kwa sababu waasi wa M23 wanaendelea kunyamanza kidogo, wanaendelea kushambulia serikali katika eneo popote, na hapo inabidi nao waanze kuwashambulia. Ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Hebu nisikilize, twende pamoja kwa mara, ndawapeleka katika eneo ya Masisi sasa. Taarifa tuko nayo tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 wanajeshi wa 6 walikuwa ndani ya chama cha waasi wa M23 walijipelekeza wao wenyewe, walienda kujiromete ndani ya serikali ama ndani ya wazalendo hapo moji wa Masisi. Kabla nikuja kuwaletea habari ifuatazo, nataka kwanza tusikilize ripota kutokea eneo ya Masisi. Wale waliochukua wazalendo ama wahasi au walijiromete, walijisalimisha katika serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ama ndani ya wazalendo katika eneo, walipokelewa na General Jean-Marie Bonner, walipokelewa na General Jean-Marie Bonane katika eneo ya hapo Masisi. Hebu tusikilize kabla nianze kuwapasha habari ifuatazo. Yeah. Sasa ulijikuta kwenye M23 namna gani? Pande nilijikuta kwa M23 wakati wenyewe
alijipata ndani, amesema tayari wamejipata ndani waasi M23. Hatua tayari Bukavu ilikuwa imeshikwa na Goma, na kwa sasa hawa walikuwa wanajeshi walikuwa wakifanya kazi na wazalendo na FARDC, na akasema tayari hatua wazalendo ama viongozi vya serikali, kwa sababu kuna wengi walikuwa wamebaki katika eneo ya Goma na Bukavu, na kwa sasa viongozi vya chama ama watu wa nyumba kumi, chef de avenue, chef de quartier walikuwa wakifanya mkutano, wakaitisha wakahaji wote na wakajifanya kama wakahaji, wakatoka. Lakini mashefu de quartier walikuwa shakuwa tayari wamesha kuanonse, wakawakamata hivyo wakawapeleka kwenye kambi la jeshi, wakajifunza miezi 9 katika ndani ya serikali ya wasi M23. Ilibidi sasa waamue kutoka ndani ya serikali kwenda kujilazimisha katika eneo ya Masisi. Hawa walikuwa wanajeshi wa wazalendo. Tutawapeleka katika eneo hatua kamanda huyu General Jean-Marie Bonane aliwachukua na akasema hakuna shida hama vipi, kwa sababu walikuwa wanajeshi wao, na wanajeshi walisema hawezi kupigana na wazalendo wenzao. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV kutokea sehemu ya hapo Masisi tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2023. Tutawapeleka sasa katika eneo ya Ruchure. Hatua viongozi vya waasi vya M23 anaitwa Gouverneur Bahati anaendelea kufanya mkutano na wakaaji katika eneo popote na kuja kuwasomea katika eneo yote. Tayari waasi M23 wako wamemiliki katika eneo ya Nord Kivu, sehemu ya Ruchuro, na kuja kuwapeleka moja kwa moja, ama sio? Hebu tutakuja kusoma sehemu inaitwa Tongo, na sehemu nyingine inaitwa Nyanzale, na sehemu nyingine inaitwa Mulimbi, na sehemu nyingine inaitwa Kabizo, na sehemu nyingine inaitwa Busenene, na hapo Bwito, na sehemu nyingine inaitwa Kitore, na hapa Mushabangwe, na atakuja kuwapeleka katika eneo inaitwa Butunda, na sehemu nyingine inaitwa Butare. Hii ni sehemu wa M23 tayari wamesha kumiliki katika eneo ya Ruchuro, na atakuja kuwapeleka sasa maeneo hizo. Hatua kiongozi wa M23 anaitwa Gouverneur anasimamia Nord Kivu anaitwa Bahati, anaendelea kufanya mkutano katika eneo ya hapo sehemu popote, anaendelea kulazimisha vijana yoyote wako katika eneo, mpaka naambia wa mama ama wa baba na vijana wao wajilazimishe waje ama wakuje kujiunga na wanajeshi waasi wa M23. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2020 na ngapi na 6. Hii ni sehemu ya Ruchuro, na nimesomea katika eneo yote waasi wa M23 wamesha kuzingatia katika eneo ya Nord Kivu, na katika eneo hili ilikuwa imemilikiwa na wanajeshi wa wazalendo pamoja na wanajeshi wa hao walikimbia katika Jamhuri ya Rwanda, walikuwa anaitwa FDLR, na katika wanajeshi wa FARDC. Na kwa sasa hii eneo yote kwa sasa inamilikiwa na wanajeshi wa hasi wa M23. Ndakuja kuwasomea hapo mahali wanajeshi wa hasi wa M23 wamesha kuzingatia. Kwa sasa hakuna mwanajeshi wa wazalendo anaweza kupenya eneo hiyo. Inaitwa Tongo, na katika eneo inaitwa Nyanzale, na sehemu nyingine inaitwa Mulimbi, na sehemu nyingine inaitwa Kabizo, na hapa Busenene, na hapo Bwito na Kitore, na sehemu nyingine inaitwa Mushabange, na sehemu nyingine inaitwa Kahuriza, na sehemu nyingine inaitwa Butunda, na sehemu nyingine inaitwa Butare. Hizi ni eneo wahasi wa M23 tayari wamemiliki katika mji wa hapo territoire ya Ruchuro. Hizi ni eneo ama tuseme ni masheferi na makartier zote zinashirikia eneo ya hapo Ruchuro. Tayari hizi eneo hakuna, kwa sababu hiyo ni eneo ina biashara mingi zaidi. Hii ni eneo inakuwa na mali nyingi katika eneo ya Ruchuro, na wasi na M23 ni eneo wamezingatia zaidi. Na ukiangalia Gouverneur huyu Bahati, ukiangalia na kuwa na cortege ya magari kubwa zaidi kuliko tena serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mahali anaweza kuwa akipita. Ngoja niwaletee habari tumepata kwa sasa, habari moto zaidi katika eneo ya Bukavu kwa sasa. Leo tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026 tumepata taarifa, ilikuwa tarehe 19 hapo mji wa Kavumu kwa sasa mambo imebadilika. Kavumu kwa sasa wakaaji wanaendelea kukimbia zaidi. Kwa sasa Kavumu imechanganyikiwa. Hatua kiongozi wa wazalendo Ngoma Zito ameendelea kutuma wanajeshi, wamekuja kwa wingi zaidi katika mji wa Kavumu.
Hii ni habari nawaletea katika breaking news yetu ya mada yetu ya asubuhi kwa sasa. Wanajeshi kwa wingi wameingia katika mji wa Kavumu muda wa saa 11 asubuhi tarehe saa 11, ilikuwa ni saa 11 jioni tarehe 19 mwezi wa pili mwaka wa 2025 na 26. Lakini taarifa ya ukweli tumeipata muda wa asubuhi saa 12 muda tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026, na ndio ninasema ngoja niwaletee breaking news kwa sasa. Hatua kiongozi wa wazalendo anaitwa Ngoma Zito amekutana na viongozi karibu kadhaa wamejiunga hapo mji wa Uvira hapo Baraka kwa sababu ni na akazungumza kusema inabidi arejeshe amani katika mji wa Bukavu na kuelekea mpaka eneo yoyote wahasi wa M23. Lakini tumepata taarifa tayari imesema kama Ngoma Zito amekuwa ameshaingia tayari mji wa Kavumu, lakini hatujakuwa na habari ya uhakika kwa sababu hatujaona breaking news kutokea ndani ya wazalendo kusema kama Kavumu imesha kushikwa tayari, kwa sababu ukiangalia Kavumu muda wa saa 11 tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 tayari Kavumu hakuna sirkulasio, hakuna habari yoyote, hakuna wakaji katika eneo yoyote ya mtaa ya Kavumu kuelekea mpaka Mudaka. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Lakini taarifa lingine tumekuja kupata kwa eneo tofauti na hatua kama muda wa dakika 13 tumepata habari kusema waasi wa M23 tayari wameingia mji wa Kavumu. Kwa kweli mpaka wakaji wameelekea tena. Hili ilikuwa ni habari kutokea ndani ya media kwa sababu ilionekana tayari mara kwa mara wanajeshi kwa wingi zaidi waliingia katika mji wa Kavumu. Waasi wa M23 waliingiza malori tofauti. Hili ni habari kutokea ndani ya media Bukavu TV. Endelea kunifuatilia mara kwa mara, endelea kufanya subscribe, endelea kucomment ili kile mara kutufuatilia ndani ya vipindi vyetu mara kwa mara. Nakuja kuwapasha habari lingine kuonyesha kama tayari kiongozi ama Union Europeenne imeelekea katika mji wa Goma tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2025. Hatua viongozi vya chama vya waasi Koloneli Nanga ameungana na kukutana na viongozi vya Union Europeenne kwa sababu ya kurejesha amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hebu tumsikilize kwanza kiongozi wa Union Europeenne amezungumza nini hapo. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message. Un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. Kabla hapo mmesikia kiongozi wa Union Europeenne madame amesema hapo, ngoja niwapeleke Colonel Nanga naye amezungumza nini hapa ndani ya media. Sikiliza. Qui était au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêté à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associés aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtés à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des vatagueurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Watu wangu mnavyosikiliza ndani ya media Bukavu TV, mnasikiliza kama tayari Colonel Nanga anasema kwa sababu lape koma amani inaweza kurejea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii media Bukavu TV inaendelea kuwapasha habari ifuatazo, na kama uko pamoja na mimi endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kufikia mara kwa mara. Mashabiki zangu, ngoja niwapashe habari kutokea eneo ya Butembo kwa sasa. Wahasi wasiojulikana wawili wamepatikana eneo ya Butembo wakiiba mbuzi 3 katika sehemu ya kijiji inaitwa Kasingara. Na hapo hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Endelea kuwapasha habari ifuatazo ndani ya media. Ukiwa pamoja na mimi endelea kupasha habari ya uhakika. Endelea kufanya subscribe, endelea kulike. Kwa sasa hii ni muda wetu wa saa 1 kamili kuwapasha ndani ya habari media Bukavu TV kutokea hapa eneo ya Walikale. Mashabiki zangu nawapenda tena zaidi. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kila mara vipindi viwafikie mara kwa mara. Ukiwa pamoja na mimi itakuwa ni mzaidi, na ukiendelea kunishabikia na kuendelea kunisupport, endelea kushukuru zaidi kwa sababu ukiniachilia ama ukiachilia Bukavu TV hakuna television nyingine
ina habari uhakika. Na tunashukuru sana television kutokea hapo, tuko na radio kutokea eneo tofauti zinaendelea kupasha habari kadhaa, lakini sisi ndani ya Media Bukavu TV kutokea mji wa Walikale endelea kuwapasha habari ifuatazo. Mashabiki zangu, uko sehemu gani? Ukikuwa pamoja na mimi endelea kucomment hapo, niambie uko unatokea eneo gani. Hii muda wetu asubuhi kuwapasha habari ifuatazo, na inabidi uendelee kushare, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila mara vipindi vyetu endelee kufikia watu wengi zaidi. Mkiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari ya uhakika, endelea kuwapasha habari ya muhimu zaidi ndani ya Media Bukavu TV. I love you so much, kila mtu anayokuwa pamoja na mimi ndani ya media. Thank you so much, nawatakia mchana mwema ndani ya media. Nawapenda zaidi mashabiki zangu, uko eneo gani? Na kama uko pamoja na mimi endelea kufanya subscribe, like, na endelea kuwashukuru sana. Support zenu mnaendelea kunionyesha, na naomba huyu mwezi wa 3 tukue 10,000 tayari. Tunajua tunaelekea 5,000 asubuhi, muda wa mchana itakuwa kufika muda saa 12, ama nitakuja kuwapasha habari ya saa 5 tumeshafika 5,000 tayari. Tuka Jevresi tout le monde mnaenda kuparticipate kwa mwezi moja. Hiyo channel imefika mwezi moja. Tuka Jevresi tout le monde inamaliza mwezi moja, channel yetu ya YouTube imesha kufika, inataka kufika 5,000 ya watu, na tukifika miezi 2 tutakuwa tumefika kabisa 10,000. Na mimi naomba zaidi, nimeomba nyinyi wote muendelee kufanya subscribe, tuendelee kupartage kwa kila mtu, tukue member wengi sana. Naomba tukue wa member wengi zaidi katika channel hii, ikiwapasha habari iwe uhakika, kwa sababu niko na maonyo ya kuelekea katika nchi kigeni. Nende niwapasha habari za hizo nchi, kwa sababu nataka natoka Kongo nyumbani hapo, kutokea hapa Walikale niende Uganda, niende Burundi, niende Tanzania, niende South Africa, niende Canada, nielekee Bujimai, nielekee eneo tofauti ndani ya dunia, kwa sababu hiyo ndio lengo yangu, na kwa sababu siwezi kwenda huko bila nyinyi. Inahitajika kwanza tuwe wengi zaidi, kwa sababu nikienda huko nione support wengi, vitu ninafanya mna views haraka inipe nguvu ya kuelekea katika nchi tofauti, kwa sababu mimi lengo yangu sio kubaki tu Kongo peke yake. Inabidi niende niwapashe habari katika nchi zingine, naenda narudi kwetu Kongo, kwa sababu hiyo ndio lengo langu, ama sio? Na kama uko pamoja na mimi endelea kusupport hapa, nende Sudani, South Africa, nielekee Malawi, na yani kila mahali. Najua wakongomani wako eneo tofauti, wote watanipokea na shangwe zaidi, na mpaka nielekee nchini Kenya. Kuna wakongomani huko, mahali popote kuna mkongomani nitapokelewa. Dubai, nielekee Cameroon, sehemu zote, Burkina Faso, sehemu pote, ama sio? Kwa sababu ya Media Bukavu TV tutafika huko, ama sio? Naomba tuendelee kusubscribe kwa wingi zaidi, s'il vous plaît, tukue wingi zaidi, ili nikipost video tuwe mara moja, lisali moja tukue na watu 5,000 wamesha kuviews direct, ama sio? Kwa sababu tungali wadogo sana, tunafika 5, tunafika 2,000, 3,000 ya watu. Nataka tufike 10,000 kwa lisali moja tu, kwa sababu watu wakiviews wengi zaidi, watu wakisubscribe kwa wingi, tutakuona kwa haraka zaidi, ama sio? Nawapenda sana, lakini kitu moja message yangu nawaambia kila mara, tuungane mkono, tujenge taifa, tusibomoe. Na kwa sababu amani irejee ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, inabidi wakongomani kwa wenyewe ndio watamaliza tatizo hili. Hakuna mtu wa nje atakuja kumaliza tatizo kama hii. Inabidi tuache tribalism, inabidi tuache ubaguzi. Tukiacha ubaguzi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itakuwa na amani. Ni Media Bukavu TV, naenda kuwapasha habari ya uhakika na usalama. I love you, nawatakia mchana mwema.